Leo ninaomba niongee na kanisa la Tanzania kwa habari ya uamsho. Bila shaka tunajua kila mmoja kwamba Mungu alitangulia kutujulisha kama taifa la Tanzania ya kwamba amekusudia kuleta uamsho wa Injili, uamsho wa neno la Mungu. Sasa ninaomba nikukumbushe hali hii tunayoipitia kwenye taifa la Tanzania kwa habari ya dhuluma, umwagaji damu, utekaji, ambapo mamlaka iliyoko serikalini, serikali ya Samia Suluhu Hassan, ndio inayoratibu mambo ya kuteka watu, kuua watu, kuogopesha watu, kutosikiliza watu. Yani nataka iwe above the power of God, iwe juu ya sheria za Mungu, mamlaka ya Mungu. Ninaomba nikurejeshe juu ya hiyo hali ambayo tunaiona Tanzania, ambayo hatujawahi kuiona miaka yote tangu tumepata uhuru, na hii agenda ya Mungu ya uamsho. Ni kwamba Mungu akitaka kuleta uamsho, jambo la kwanza ambalo huwa analifanya ndani ya moyo wa mtu, cha kwanza huwa anampa ukweli. Mungu anapoleta uamsho, moja, analeta ukweli, anapanda ukweli. Kabla Yesu hajaondoka duniani, aliwafunulia kweli ya Mungu, aliwaachia kweli ya Mungu. Siku zote alikuwa anawaambia kwamba mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Ili uamsho uje, lazima Mungu afunulie injili ya kweli ni ipi. Maana uamsho hauwezi ukaja kama watu hawajahubiriwa injili ya kweli. Maana nguvu za Mungu pia haziji kwa sababu umefunga siku 100, haziji kwa sababu umefunga siku 200. Zipo kwa sababu unahubiri injili ya kweli. Maandiko yanasema kwamba na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ila ukirudi nyuma kwenye Marko 16 inasema kwamba enendeni mkawahubiri mataifa. Kwa hiyo tunaenda kuhubiri, na baada ya kwenda kuhubiri ndipo ishara zinatufuata. Kwa hiyo ishara hazitufuati kwa sababu tumefunga, ishara zinatufuata kwa sababu ya ile injili unayoihubiri. Akina Moses Kulola walifuatwa na ishara, maajabu na miujiza mingi. Sio kwa sababu tu walifunga, bali kwa sababu walihubiri injili ya kweli ambayo Kristo alikuwa anataka ihubiriwe. Lakini pia hata ile nguvu ya kufunga siku 300 haiji kwa sababu umetaka ufunge. Ipo kwa sababu kuna Roho wa Mungu anakuongoza. Kwenye Mathayo sura ile ya 4 na ule mstari wa kwanza inasema, neno la Mungu linasema hivi: kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Unaona? Hata ile kufunga kwa Yesu ni Roho Mtakatifu alimuongoza. Kwa hiyo hata hao watumishi ambao tunasikia shuhuda zao, wengine walifunga siku 300, mfano Moses Kulola, hakufunga kwa sababu yeye alitaka afunge, bali ni Roho wa Mungu ndani yake alikuwa anamsukuma. Kwa nini Roho wa Mungu alikuwa anamsukuma? Kwa sababu alikuwa amebeba injili ya kweli. Kwa the key point kwa habari ya uamsho ni injili ya kweli. Maandiko nasema kwenye Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 19 nasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa cha kwanza Mungu anasema enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Mwanafunzi anaitwa mwanafunzi kwa sababu anafundishwa. Sasa kile unachokifundisha ndio kinaamua, je, unawafundisha kweli ya Mungu? Haya, Marko 16 na ule mstari kuanzia wa 15 inasema,
Akawaambia, enendeni ulimwenguni wote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Unaona, cha kwanza mstari wa 15 kabla hajaongelea miujiza, ishara, kwa habari ya kutodhurika hata wa kila kitu cha kufisha, ameanza kwanza na enendeni mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Injili ni good news. Good news ni kweli ya Mungu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, ili uamsho uje, lazima watu wajue kuihubiri Injili ya kweli. Watofautishe Injili iliyochakachuliwa, Injili iliyogoshiwa, Injili iliyotiwa maji na Injili ya kweli. Kama tunataka tuone miujiza iliyofanyika kipindi cha kina Moses Kulola, kipindi cha watumishi wengine ambao wengine bado wako hai lakini miujiza ilikoma. Sasa ili tuione tena hiyo miujiza, ili uione miujiza kwenye utumishi wako, tafuta kuihubiri Injili ya kweli. Itafute Injili ya kweli. Yaani acha kupindisha. Kuna wakati ambapo tunahubiria watu kwa sababu tunawalisha watu kile wanachotaka, sio kile Mungu anachotaka. Tunawahubiria watu kile wanachotaka na sio kile Mungu anachotaka. Ukifanya hivyo hutaona nguvu ya Mungu hata kama utakuwa ni mtu wa mifungo ya aina ya aje. Kwa cha kwanza kabisa, key point ni kuwa na kweli ya Mungu. Hicho ndio Mungu anachofanya ndani ya mtu, anakupa kweli. Paulo kabla hajaleta uamsho, Mungu cha kwanza alimkutanisha na mtu ambaye atamwombea. Maana yake kuna namna alikuwa anafunguliwa rohoni, anafunguliwa macho aione kweli, alikuwa anatiwa nuru. Cha pili, Mungu alimfundisha mwenyewe Injili. Kwa key point ya kwanza kwa habari ya uamsho ni kweli ya Mungu. Una kweli hipi? Yesu alisema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Kwa kweli ambayo itakuweka huru, mbali na uonevu wa shetani, mbali na kudhuiliwa kwa adui kukuzuia Mungu asikutumie, ni kweli. Kweli ya Mungu ndio itakuweka huru. Itakuweka huru kwenye chochote kinachokuzuia Mungu asikutumie. Lakini pia kweli ya Mungu ndio itaweka huru nao wahubiria. Jambo la pili ambalo Mungu akitaka kuleta uamsho ni kuleta ujasiri. Nini? Kwa sababu mtu mwenye kweli ya Mungu anaweza asifikishe kweli ya mtu kwa watu waliokusudiwa na Mungu kwa sababu ya woga. Petro alipokuwa bado ni muoga, alipokutana na yule kijakazi, alimkana Yesu, akasema simjui mtu huyu. Sio kwamba hakuwa na kweli, alikuwa hamjui Yesu. Sio kwamba alikuwa haijui kweli iliyo ndani kuhusu Yesu. Alikuwa anaijua, lakini hakuwa na ujasiri wa kusimamia hiyo kweli anayoijua. Kwa cha pili, Mungu anachokupa ukiwa na hiyo kweli ya Mungu na anataka kutumia kwa uamsho ni ujasiri. Angalia maandiko haya kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4. Matendo ya Mitume sura ya 4 na ule mstari wa 13 unasema, basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Na wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Wakaamuru kutoka na katika baraza na wakafanya shauri wao kwa wao, wakisema tuwafanyie nini watu hawa? Maana ni dhahiri kwa watu wote wakao Yerusalemu ya kwamba ishara mashuhuri imefanywa nao, wala hatuwezi kuikana. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Wakawaita, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia,
kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Unaona? Cha kwanza walichoona kwa Petro na Yohana ni ujasiri. Hawakuiona kweli ya Mungu kwa sababu bado walikuwa wamefungwa, lakini kabla ujasiri kulikuwa kuna kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu ikiwa ndani ya mtu inampa ujasiri. Hiyo kweli inakuweka huru mbali na hofu, kwa sababu kwanza utajua wewe ni nani, utajua nafasi yako, na utajua mamlaka yako, na utajua future yako. Kweli, ujasiri. Kwa hiyo, kwa hiki tunachokipitia wa Tanzania, kwa yule mtu ambaye Mungu amekuita kusimama kwenye nafasi yako kwa ajili ya uamsho, jua ya kwamba hiki ambacho tunakipitia Tanzania hakijatokea bahati mbaya. Kimetokea ili Mungu atupe ujasiri. Wewe akupe ujasiri. Ngoja nikukumbushe kitu. Hebu rejea kitabu cha Yeremia sura ya 1, mstari wa 4 na wa 5. Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka uwe nabii wa mataifa. Mstari wa 10 anamwambiaje? Kwamba tazama nimekuweka juu na uwe juu ya manabii, uwe nabii juu ya mataifa, ili kubomoa, kuharibu, kung'oa, kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Haya, mstari wa 18 anamwambia kwamba hapata kuwa na mtu yote atakayeweza kusimama mbele yako. Maana yake hakuna atakayeweza kukupinga. Lakini hebu rejea maisha ya utumishi wa Yeremia. Haya, mfano sura 33 kuanzia mstari wa 1. Tunamuona Yeremia akiwa ametupwa shimoni kwenye tope. Huyo ambaye tumeona ameambiwa atabomoa, ataharibu, ataangamiza falme na mamlaka za mataifa, ndio huyo ambaye tunamuona yuko shimoni. Mstari wa 3 tunaona Mungu anamwambia, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Tunaona Yeremia akiwa shimoni bado hakumkana Mungu, bado hakupindisha kweli. Nini? Kwa sababu ndani yake alikuwa na kweli ya Mungu. Hiyo ni moja. Cha pili, alikuwa na ujasiri wa kimungu. Hiyo ni ya pili. Lakini jambo la tatu ambalo Mungu akitaka kuleta uamsho ni kwa habari ya kuweka uhusiano wa karibu na watu, uhusiano wa karibu kati ya mtu na Mungu. Haya, ninaomba nimrejee Yeremia. Yeremia 33 mstari wa 3 inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Nini? Mungu huwa anataka tujenge uhusiano naye, ukaribu naye. Yani kama wewe unahisi ya kwamba Mungu atakutumia automatic tu bila kujenga uhusiano naye, utafeli. Yeremia huyu ambaye ni nabii mkubwa, lakini bado Mungu anaona kabisa kwamba huyu yuko shimoni, lakini bado anamwambia niite. Kwa hiyo huu ni wakati ambapo Watanzania tunapopitia hali ngumu, mateso haya, mauaji, unatamani angalau serikali ije angalau ikutie moyo, kufariji. Ndio inaongeza kuchoma kidonda, kutia pilipili kwenye kidonda. Nini? Mungu anataka nini mahali hapo? Mungu anataka sasa usiangalie faraja kutoka serikalini, usiangalie msaada kutoka serikalini, bali uungane na Daudi aliyesema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Manake faraja yako sasa Mungu anataka faraja yako isitoke kwa serikali, msaada wako usitoke kwa serikali. Daudi anasema, msaada wangu utatoka wapi? Akasema, msaada wangu uko katika Bwana. Manake huu ni wakati ambapo Mungu analitenga kanisa na serikali kwa habari ya kutegemeana. Maana kuna wakati ambapo tulikuwa tumeona kama serikali ndo Mungu. Tukiwa na mambo yetu yanayohusu pesa, serikali tunaihusisha bila kujali hizo fedha tunayemwalika kutusupport kwenye hizo fedha kwenye ujenzi ana maisha gani. Tulichokuwa tunaangalia ni fedha tu. Lakini kanisa la kwanza kwa kila kitu lilikuwa linamuita Mungu, lilikuwa linamtazama Mungu. Kwa sasa manake ili sasa Mungu aweze kurejesha, aweze kudhihirika,
anawaita sasa watu wamuite, anawaleta karibu, anatoa kauli, anapiga mbiu ili watu waje. Nasema niite nami nitakuitikia. Nikirudi kuunganisha na hii Matendo ya Mitume sura ya 4, Petro anawaambia watu, Petro wanatishwa wasihubiri Injili, lakini Petro kwa ujasiri ambao nimesema ni namba 2, kwa ujasiri anasema, je, ni haki kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu? Hukumuni ninyi wenyewe, lakini sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo ya Mungu. Nini? Shetani atatumia ufalme au mtu binafsi kukutisha ili ile kweli uliopewa na Mungu ndani yako isiwafikie watu au isikuweke huru wewe. Lakini jambo la tatu ambalo nimelisema kwamba ili Mungu uamsho uje ni pale ambapo Mungu anaamini, pamoja na kuwa na kweli ya Mungu na una ujasiri pamoja na Mungu, bado ile fellowship yako na Mungu inaongezeka. Fellowship na Mungu inaanza ili kukupa kweli, inaendelea ili kukupa ujasiri, lakini pia inaendelea ili uendelee kumsikiliza Mungu. Kwa kwenye haya yote matatu, fellowship ndo ya kwanza zaidi. Lakini nimeanzia tu ile kwamba kwa sababu ni uamsho, basi uamsho unakuja kwa ile kweli ulionayo, yani unaijua ile kweli, maana kweli ndio itakaowaweka watu huru, ndio itakaoleta uamsho. Kweli ndio inaanza. Lakini kabla hiyo kweli inaletwa na uhusiano, fellowship na Mungu. Lakini pia baada hiyo kweli kuna ujasiri wa kimungu, lakini huo ujasiri nyuma yake umeletwa kwa fellowship na Mungu. Tunaona Musa alipotumia muda mwingi na Mungu, hata watu walipomwangalia uso wake walitamani kujificha. Nini? Alibeba utisho wa kimungu. Kwa ujasiri ulionao sio tu kwamba ni automatic, lakini ni kwamba ndani yako umebeba utisho wa Mungu. Huo ujasiri haupo tu ndani yako, bali upo mpaka kwa wengine, unawatisha. Haya, hapa sasa anaposema kwamba je, ni haki kuwasikiliza nyinyi kuliko Mungu? Manake fellowship na Mungu inakupa kumsikia Mungu zaidi kuliko wanadamu. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Manake ili uweze kusimamia cha Mungu, kusema cha Mungu, lazima uwe umesikia kutoka kwa Mungu. Lazima uendelee kusikia kutoka kwa Mungu. Lazima Mungu akupe the next step ya kuchukua. Kwa kanisa haya tunayoyaona kwa habari ya kile kinachoendelea, haikufanyi wewe uingie chumbani kama mbwa koko kujificha na kujifungia. Maana mbwa koko akifukuzwa huwa anakimbia na kutafuta mahali pa kujificha na kunyamaza kimya. Lakini simba yeye huunguruma. Kwa hiyo ni wakati ambapo let us wake up. Tusiwe mbwa koko, we are lions. Sisi ni simba ambao tunatakiwa kuunguruma. Kweli ya Mungu isikike. Unajua Mungu anapokuita kwa ajili ya kusema kweli, cha kwanza jua ya kwamba hakuchaguli watu gani wa kusema. Kwa habari ya kuwahubiria watu kuacha maovu, haimondoi rais aliyoko madarakani, haimondoi mtu kwa sababu ya cheo yake, wote wako included. Kwa hiyo ili uisimamie kweli ya Mungu, unachohitaji tu ni kwamba uibebe hiyo kweli ya Mungu, lakini pia uvae ujasiri wa kimungu, lakini pia Mungu awe umefellowship naye ili akupe namna ya kuisema hiyo kweli. Yani utajua niseme hiyo kweli wakati gani na kwa njia gani. Naamini watu wa Mungu mnanielewa. Call, let us wake up. Let us wake up. Na ninaomba pia nihitimishe kwa hapa sasa, ya kwamba kweli ya Mungu hata pale itakapozikwa huwa inakuwa mbegu na inaota kwa namna nyingine. Kwa hiyo usiogope kuisema kweli ya Mungu kwa sababu ya kifo, maana hata kama itabidi kifo kikuhusu, ndo taji yako kubwa zaidi mbinguni. Maandiko kwenye Ufunuo yamewatofautisha kati ya watu ambao watakufa kifo cha kawaida na watu ambao wataifia kweli ya Mungu.
Maandiko yanasema damu ya watakatifu huwa zinamlilia Mungu. Kwa hiyo when you die for the truth, you have not lost, hujapoteza. Kwa hiyo be ready. Hebu angalia mitume wote walikufa kwa sababu ya kuisimamia kweli. Nao wewe ambaye Mungu amekuita, usinyamaze kwa sababu ya hofu ya kifo, bali jua kwamba wewe ni mbegu kwa ajili ya kweli. Na mbegu siku zote, hata kama ikizikwa ardhini, sio hasara, bali inachipuka na kuzaa mbegu nyingi zaidi. Ilikuwa ni moja, inazaa maelfu. We are the seed for the truth of Jesus Christ. Sisi ni mbegu kwa ajili ya kweli ya Mungu. Angalia Charlie Kirk alipokuwa anawaambia wa Marekani ukweli kwa habari ya ndoa za jinsia moja, ushoga na mambo mengine. Alikuwa anawaambia ukweli. Hata alipomshuti ndo ukweli ukaibuka zaidi. Watu tumemfahamu Charlie Kirk baada yeye kufa, na uamsho umeanza Marekani kupitia Charlie Kirk. Yaani mpaka sasa na viongozi wa serikalini ambao ni Wakristo wameanza kuisema kweli bila kuogopa. Donald Trump nao hayuko kidini, lakini anatamani kila mmoja asimamie kweli, na anatoka hadharani anasimamia, anaonyesha kila anachokiamini na imani yake, na anasimama kwa uwazi. Nini? Kweli ya mtu mmoja ambaye ilikuwa ndani yake. Alipokuwa tayari hata kwamba izikwe, awe mbegu kwa ajili ya kweli, Mungu amemtumia zaidi. Yaani Charlie Kirk ambaye alikubali azikwe ardhini kama mbegu ya kweli, amekuwa baraka zaidi, amekuwa kweli zaidi kuliko Charlie Kirk aliyekuwa hai. Don't fear. Remember, ukiwa kwenye listi ya watu walio kwenye listi ya Mungu, hakuna shetani, hakuna mtu anayekuondoa mikononi mwa Mungu. Hakuna mtu ambaye anauondoa uhai wako mikononi mwa Mungu bila Mungu. Ndio maana Yesu alisema kwamba ninautoa uhai wangu. So alikuwa kwamba mbinu za Wayahudi zilifanikiwa wakampata Yesu. Alikuwa amekubali kuutoa. Mungu alikuwa Kwa hiyo na wewe unaposimamia kweli, you are not there to die before the time of God. Haufi nje ya wakati wa Mungu. Be ready to be used by God. Wake up. Kesho tarehe 10 mwezi wa 11 2025 tunaanza maombi. We must see what God has promised in our country. Mungu ametambia kwa habari ya uamsho. So stand up, be courageous. Kuwa jasiri, simamia cha Mungu. We are on time. We are out of time. Tuko nje ya muda. Mungu anakuhitaji. Simama na Mungu. Omba, tumia karama yako, hubiri Injili. Usife bila kuiachilia hiyo kweli kwa watu wengine. Wewe ni mbegu. Mungu amekufanya uwe mbegu kwa ajili ya wengine. Panda hiyo mbegu iwafikie watu wengi. Amen. Mungu, ninakushukuru sana kwa sababu ya neema, baraka na upendo uliotupa. Kwa mamlaka uliotupa katika Kristo Yesu, ninasimamia kwa ajili ya uamsho ambao umeukusudia kwa ajili ya taifa la Tanzania. Nakushukuru Mungu kwa sababu Bwana umetuona ya kwamba tumelala, na umeona sasa Mungu utuamshe kwa namna mbalimbali. Ninakushukuru Mungu. Na sasa Bwana, naendelea kuomba Mungu amsha mioyo yetu tusimame na wewe. Lakini nazidi kuangusha ufalme wote wa giza, ili kweli yako endelee kupenya, ili kweli yako endelee kusimama na kuenea zaidi. Bila kutushika mkono wako Bwana, tutasimama imara na shetani hata tawala. Mungu, jidhihirishe. Ulituahidi uongozi bora, wenye haki, wenye misingi ya kimungu kwa ajili ya utumishi ulioandaa mbele yetu wa uamsho wa Injili. Sasa Bwana, ninaukataa utawala huu wa Samia Suluhu Hassan.
katika mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, na usimamishe ufalme wako Bwana Yesu kwenye taifa la Tanzania. Kila mmoja akalitukuze jina lako. Umetupa mamlaka na nguvu kuliko falme na mamlaka zote za dunia katika ulimwengu wa roho. Tukiamua chochote, umesema lote tutanalo lifunga duniani linafungwa na mbinguni, na lote tunalolifungua duniani linafunguliwa na mbinguni. Hivyo Baba, kwa mamlaka yako uliyotupa, ninaufunga ufalme wa Samia Suluhu Hassan kwenye nchi ya Tanzania. Ninauondoa kwenye kiti cha enzi cha Tanzania. Ninauweka pembeni na kukusimamisha wewe, mfalme wa falme, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Usimame kwenye taifa la Tanzania, tukuone wewe. Tuunganishe wa Tanzania wote kwa pamoja, tukaione kweli yako. Ninakuabudu na kukutukuza wewe, kupitia jina pekee la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu. Usirudi nyuma. Ungana na Petro kusema kwamba, kuwauliza watu kwamba je, ni haki tuwasikilize ninyi kuliko Mungu? Shetani anataka tumpe attention kupitia serikali, tuwasikilize wanachosema, wanachodanganya. No, we are not there to listen them, to obey them, to bow down before them. No, sisi tutasimamia cha Mungu. Hata kama kitagalimu uhai wetu, bado hakitagalimu uhai nje ya wakati wa Mungu. So don't fear. You were created to, you will die. Hatukuumbwa ili tufe, lakini tulipotenda dhambi, now we are here to die. So don't choose the way you will die. Let Jesus choose the way you will die, and you decide the way you will save. Usifikiri namna utakavyokufa, fikiria namna utakavyomaliza safari yako na Mungu. Fikiria namna utakavyotimiza wito wako na Mungu, kwa sababu wote tutakufa. Lakini je, utakufa sawa na kusudi la Mungu? Utakufa ndani ya mpango wa Mungu, ndani ya kusudi la Mungu? Au utakufa kama Abuneri? Maana Abuneri alikuwa ni moja ya jemedali waliokuwa wanategemewa kwenye taifa la Israeli, lakini alikufa kipumbavu. Ndio maana Daudi alilia sana kumwambia, Abuneri, Abuneri, umekufaje kama afavyo mpumbavu? So you have power of message, power of gift. Usikubali ufe kipumbavu. Kataa kufa kipumbavu. Kataa kufa kipumbavu ni pale ambapo utakufa na kweli ya Mungu na kuwaacha watu ambao Mungu alikupa wako utumwani. Kweli uliokuwa nayo haijaweka huru. Huko ndo kufa kipumbavu. Mungu amekupa nafasi uwe askofu, afu nashangaa unakufa. Alafu watu wengi ambao Mungu alikuwa amekusudia wawekwe huru kupitia kweli iliyo ndani yako, kwa kupitia nafasi uliyokuwa umepewa, wanakufa dhambini. Utakuwa umekufa kipumbavu. Mungu amekupa karama ya uponyaji. Mungu amekupa karama ya kufundisha. Mungu amekupa karama ya uinjilisti. Alafu nakufa na kuwaacha maelfu, mamilioni ya watu waliokuzunguka wanafia dhambini. Utakuwa umekufa kama Abuneri. Mungu amekupa karama kama akina Lozi Muhando ya uimbaji. Ni gift, special anointing from God ya uimbaji ambayo imekuwekwa kwa watumishi wa Mungu, akina Bahati Bukuku, akina Martha Mwaipaja, akina Christina Shusho. Na unapokubali shetani ateke na kutumia nje ya makusudi ya Mungu, maana umekubali kufa kipumbavu. Maandiko yanatukumbusha kwamba shika sana ulicho nacho. Be ready, hold what you have. Shika ulicho nacho, shetani asije akaitoa taji yako. Now Tanzania, wake up, wake up, wake up. Mungu anatuhitaji. Huu sio wakati wa kulialia. Mungu alimwambia Musa kwenye bahari ya Shamu, unanililia nini? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. This is not the time to cry. Huu sio wakati wa kulialia. We are strong than them. Sisi tuna nguvu kuliko wao, na aliye upande wetu ana nguvu kuliko aliye upande wao. So why to cry? Why to fear? Why are we fearing? Kwa nini tunaogopa? Stand up. Tanzania, stand up.
Ministers of God, stand up. You stand up. Let us stand.